Ninakusalimu kutoka hapa Mikocheni, Dar es Salaam nchini Tanzania, ambako leo ninakualika katika mahojiano maalum na Padre Anthony Makunde, katibu mkuu wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu Afrika ya Mashariki AMESEA, ambako katika mazungumzo yetu siku ya leo tumeangazia maandalizi ya mkutano mkuu wa 21 wa AMESEA ambao unatarajiwa kuanza tarehe 19 ya mwezi wa 7 ya mwaka 2026 jijini Nairobi nchini Kenya. Yako mengi na mazuri ambayo Padre Anthony Makunde ametushirikisha katika nafasi yake, tukitambua wazi kwamba yeye ni kiongozi mkuu wa sekretarieti ya shirikisho hilo. Kwa niaba yake Rafael Moshi, mimi ni Eric Pasco Jr. ninasema karibu. Mtazamaji na msikilizaji, yawezekana unajiuliza AMESEA ni nini? Ilianzishwa na akina nani? Kwa malengo gani na ni mwaka gani? Padre Anthony Makunde ambaye ni katibu mkuu wa shirikisho hilo, awali kabisa katika mazungumzo yetu alianza kwa kutushirikisha kwa ufupi kuhusiana na historia ya AMESEA. Karibu ujifunze. Kama mnavyojua, AMESEA ni shirikisho la mabaraza ya maaskofu Katoliki katika ukanda wa Afrika ya Mashariki. Tunasema ukanda kwa sababu AMESEA inavuka mipaka ile ya kisiasa ya Afrika Mashariki. Sasa kuna nchi ambazo si za kisiasa za shirikisho la Afrika Mashariki lakini ziko chini ya AMESEA. Na hizi ni Zambia, Malawi, Tanzania hapa, Uganda, Kenya, Ethiopia, Eritrea, Sudan na Sudani ya Kusini. Halafu tuna Djibouti na Somalia. Wao si wanachama kamili bali ni wanachama ambao wanakuja kama wasikilizaji. Kwa lugha ya Kiingereza tunasema ni affiliate members. Kwa sababu Djibouti ni nchi, Somalia ni nchi, lakini katika nchi hizi mbili kuna askofu mmoja ambaye anakaa Djibouti na anahudumia nchi zote mbili. Na kimsingi kwa kweli ni nchi ambayo haina waumini wengi wa Kikatoliki, Djibouti na Somalia. Kwa hivyo askofu ni mmoja. Na kwa sababu haijafikia vigezo hivi vya kuweza kuwa baraza la maaskofu, ndio sababu hawajaweza kuwa wanachama kamili. Mikutano hii huwa inafanyika kila baada ya miaka minne. Zamani shirikisho lilipoanzishwa, mikutano ilikuwa inafanyika kila baada ya miaka mitatu. Lakini 2014 wahashamu maaskofu wakiwa kwenye mkutano wao mkuu kama huu tunaoandaa kule Lilongwe, Malawi, walifanya maamuzi kwamba ni vizuri wakajipa muda kidogo wa kutekeleza maazimio ambayo yamefikiwa kwenye mkutano mmoja, yatekelezwe, wafanye tathmini, halafu waweze sasa kuwa na mengine. Kwa hivyo wakapanda kutoka miaka mitatu hadi kwa miaka minne. Kwa hivyo mara ya mwisho mkutano ulifanyika hapa katika jiji la Dar es Salaam 2022. Na sasa ni 2026, kwa hiyo miaka minne imetimia. Hivi tayari tunafanya tena maandalizi ya mkutano huo. Kwa wale wasioijua AMESEA na hasa kwa kanisa la Tanzania, AMESEA imezaliwa hapa Tanzania. Ilizaliwa mwaka 1961 mwezi wa 7, na maaskofu wa wakati huo ambao hawakuwa wengi waliokutana pale Msimbazi walikuwa 47. Na tangu wakati huo mpaka leo tunatarajia kuwa na maaskofu kama 140 kwenye mkutano huu tunaoandaa wa mwezi ujao. Kwa sababu majimbo yaliyoko AMESEA kwa sasa hivi ni 128. Na baadhi ya majimbo yana maaskofu wasaidizi. Lakini pia kuna maaskofu wastaafu ambao wana nguvu, wanaalikwa kushiriki katika mkutano huu. Na ndio sababu unaona idadi ya wale tunaotarajia watahudhuria ni kubwa kidogo kuliko idadi ya majimbo. Tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka 2026, mkutano mkuu 21 wa AMESEA utaanza pale jijini Nairobi. Nilimuuliza Padre Anthony Makunde, je, hali ya maandalizi ikoje kuelekea mkutano huu wa 21? Na haya yalikuwa ni majibu yake. Umeniuliza tumefikia wapi? Tuko mwishoni wa maandalizi. Mkutano utafanyika, maaskofu watafika. Tumeshapata idadi kubwa ya wale watakaoshiriki, na ziko kamati mbalimbali zinazofanya maandalizi. Kimsingi wapokeaji wageni ni baraza la maaskofu la Kenya. KCCB wanaitwa. Na wao wameunda kamati yao kuu ya maandalizi.
na chini ya hiyo kamati kuu ya maandalizi ziko kamati nyingine ndogo ndogo za ufuatiliaji, kamati ya liturujia, kamati ya mapokezi, kamati inayohusiana na uandishi, kamati inayohusiana na mambo yenyewe mkutano. Kwa hivyo zipo zinafanya kazi, na hivi ninavyozungumza, kwa vile tuko mwishoni, hizi kamati zinakutana karibu kila wiki mara moja. Ndio. Panapokuwa na nafasi wanakutana uso kwa uso kama tulivyo hapa, na mara nyingi ukijua kwamba wana kamati na wenyewe wana majukumu mengine, kwa hiyo tunatumia njia ya mtandao katika kufanya mikutano yetu. Eneo la mkutano liko tayari. Mkutano utafanyika katika Chuo Kikuu cha Kikatoliki cha Ukanda wa Afrika Mashariki, Catholic University of Eastern Africa, ambacho kinamilikiwa na Shirikisho la Mabaraza ya Maaskofu Katoliki ukanda huu wa Afrika Mashariki, yani AMESEA. Wanayo miundombinu ya kutosha ya kuweza kufanya huo mkutano bila tatizo. Wajumbe wetu wa mkutano watakaa maeneo jirani ya chuo kikuu. Ndani ya chuo kikuu tutatumia tu ile miundombinu inayowezesha mkutano kwenda, lakini sehemu za malazi na mambo mengine yako maeneo jirani ambayo yanatosheleza kuwaweka wajumbe wetu wote. Makisio ya wajumbe ni kama 250 wajumbe wa kawaida. Ndio. Lakini tutakuwa na kundi kubwa la vijana kuendana na mada yenyewe ya mkutano mkuu. Ndio. Tutakuwa na kundi kubwa la vijana, wawakilishi kutoka nchi wanachama wa shirikisho hili, lakini pia zaidi vijana kutoka nchi ambayo ndio wamebeba jukumu hilo la kuandaa mkutano, yani kwa maana ya Kenya. Kwa hivyo watakuwepo kwa wingi wakiwakilisha wenzao. Kwa hivyo tuko mahali pazuri katika maandalizi. Nikushukuru sana kwa ufafanuzi huu, na umeingia kwa kina sana kugusia mpaka historia ya AMESEA ilipoanzishwa. Baba, ninakushukuru sana. Mkutano huu kama ambavyo umesema utakuwa na idadi kubwa ya vijana. Kwa nini AMESEA imeona ni wakati wa mwafaka kuwapa vijana nafasi ya kipekee katika tafakari na maamuzi ya kanisa? Ziko sababu nyingi, na sidhani tu kwamba ni kanisa pekee, lakini hata ukiangalia jamii zetu kwa upana, serikali zetu na sera zake na vipaumbele vyake, mwelekeo mkubwa ni katika kuangalia vijana. Lakini kwa kanisa tunazo sababu kuu zilizosukuma maaskofu wakasema ni wakati mwafaka wa kukaa na vijana. Ndio. Kumbuke kwamba juzi kati hapo 2018 sinodi ya maaskofu ya kawaida iliyofanyika kipindi hicho ilikuwa inahusu vijana. Ndio. Na baada ya sinodi ile kukatoka andiko rasmi la Baba Mtakatifu la kuwahusu vijana, lililokuwa na kichwa cha habari kusemacho kwamba Kristo yu mzima, yu hai, Christus vivit. Ukisoma andiko lile la Baba Mtakatifu ambayo ni matokeo ya majadiliano ya mababa askofu wawakilishi katika sinodi, utaona wazi kwamba kanisa linasema huu ni wakati wa kuwa karibu na vijana. Ni wakati wa kuwasindikiza vijana. Ni wakati wa kuwasaidia vijana katika kufanya tafakuri, waweze kujua Mungu anawaita kufanya nini. Watambue chembe ya miito iliyoko katika mioyo yao, ikiwa ni miito ya kipadre, miito ya kitawa, miito ya kifamilia. Waweze kutambua pia Mungu amewapa karama gani katika kuweza kujijenga na kujitafutia taaluma itakayoweza kuwasaidia wao na kusaidia jamii nzima. Kwa hiyo hayo ndio yaliyozungumzwa wakati ule, na ndio Baba Mtakatifu akatupa ujumbe huu. Baada ya hiyo sinodi ya vijana, sinodi iliyofuata ambayo ndio tunatekeleza sasa, ni sinodi juu ya sinodi. Kwa ni sinodi ya namna ya kuweza kutembea pamoja kama kanisa, ikiwa na hizo nguzo kuu tatu. Ukisoma ile hati ya mwisho ya sinodi hii tulioimaliza juzi kati hapo, ambayo imechukua muda mrefu kuliko maandalizi ya sinodi nyingine, na ambayo imechukua watu wengi kuliko ilivyo kawaida ya sinodi za huko nyuma, na ambayo pia imetoa kipaumbele kwa vijana walishirikishwa kuanzia hatua ya jumuiya ndogo ndogo kwenye parokia, kwenye majimbo,
taarifa zile zikakusanywa katika ngazi ya taifa, na walikuwepo tulipokuwa tunakutana kwenye mkusanyiko ule wa kisinodi katika bara la Afrika kule Addis Ababa, na walikuwepo pia wawakilishi wa vijana kwenye zile hatua za mwisho mbili ambazo zilifanyika Roma 2023 na 2024. Kwa hiyo ule waraka wa mwisho wa sinodi una maeneo mengi yanayogusa habari ya vijana, na kama nilivyosema, sio tu katika kanisa lakini katika ulimwengu mzima. Ukiangalia katika taarifa za Umoja wa Mataifa, wanatuambia wazi kwamba kuendana na takwimu walizonazo, 60% ya idadi ya watu walioko duniani ni vijana. Na unapokuja katika bara letu la Afrika, hata hiyo 60 inawezekana ikawa ni makisio ya chini. 10% ni kubwa zaidi. Ukija kwenye kanisa Katoliki, ukiangalia taarifa tunazokuwa nazo hizi za kawaida za kila mwaka zinazotayarishwa, taarifa za idadi ya waumini, wangapi wamebatizwa, wangapi wamefanya nini, ambazo zinakusanywa pamoja na Roma kule, na tunaletewa taarifa hizo kila mwaka, zinatuambia kwamba 65% ya Wakatoliki tulionao katika eneo letu la Afrika na eneo letu la AMESEA ni vijana. Katika umri huo tunaosema 35 kushuka chini. Sasa ukiliacha hili kundi lote bila kulipa kipaumbele, utume wetu utakuwa umepwaya. Hiyo namba moja. Namba mbili, changamoto za jamii yetu ya sasa zinaathiri zaidi vijana kuliko hata kusema sisi watu wazima. Vijana ndio wanaibuka, wana mawazo makubwa, wanatengeneza maisha yao ya kesho, wanategemewa katika kuisimika hii jamii iweze kutembea katika mwelekeo sahihi. Lakini 10% kubwa ya vijana hao wako katika mahangaiko. Wako katika mahangaiko ya ukosefu wa ajira, wako katika mahangaiko ya ukosefu wa fursa sawa katika elimu, wako katika mahangaiko ya maisha duni ya umaskini. Na katika familia zetu nyingi, vijana hao wamejikuta wako katika hali ya mifarakano, familia haziko pamoja, wengi wao wamelelewa na mzazi mmoja, na hivyo kesho yao inakuwa kama vile ni giza. Ndio sababu hutashangaa kuona idadi kubwa ya wahamiaji haramu. Si kwamba wanapenda, mazingira yanawasukuma, na wanadhani kwamba nikitoka hapa nikienda kwenye nchi ile labda nitaneemeka. Kwa bahati mbaya sana, labda walimuona mmoja aliyetoroka hivyo akaneemeka, bila kujua kwamba kati ya mmoja huyo wako 500 walioangamia barabarani au waliangamia kwenye maji wakijitahidi kuvuka. Kwa hivyo linakuwa hilo. Lakini mpaka kijana afikie maamuzi hayo kwamba mimi naingia kwenye kundi hili la wahamiaji haramu, ni kama amefikia mahali kwamba sasa anakata tamaa, liwalo na liwe. Sasa kanisa kama mama haliwezi likakaa tu kimya likaona kwamba yote yanaendelea sawa tu, vijana wanahangaika sawa tu. Hapana. Kwa hiyo kanisa katika ukanda huu wa Afrika Mashariki ukaona ni wakati mwafaka sasa tukae na vijana. Namba 3, sinodi yenyewe imealika kuachia makundi mbalimbali kuzungumza na viongozi kuwasikiliza. Kwa hivyo mkusanyiko huu ambao tutakuwa nao mwezi ujao unatoa fursa kwa vijana kuzungumza na mababa wao wa imani wa kiroho, mababa wa kanisa katika ukanda wetu, kuwasikiliza vijana. Ndio sababu nimesema kutakuwepo na kundi kubwa la vijana wawakilishi, lakini pia wale wa nchi husika ambao ndio waandaaji wa mkutano, kwa sababu ya ukaribu watakuwepo wengi wakiwakilisha vijana wengine. Waongee, tunaongea na kwa pamoja tuweze kuona tutawezaje kutembea katika hali hii tulionayo kwa sasa. Hatuna majibu yatakayotoka mbinguni moja kwa moja, lakini tunaamini katika mwongozo wa Roho Mtakatifu. Kwa pamoja viongozi wa kanisa na vijana tutapata majibu. Tutapata majibu ya changamoto nyingi tulizonazo, na kwa sababu pia tuko na viongozi wengine ambao ni waumini lakini viongozi wa kijamii na viongozi wa kisiasa,
wanaliona hili, tutakuwa tukijadili kwa pamoja tuweze kupata suluhu katika masuala haya yanayokabili vijana. Tangu mkutano mkuu wa 20 ambao ulifanyika hapa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam mwaka 2022, ni mafanikio gani makubwa ambayo AMISEA limeyaona katika utekelezaji wa maazimio ya mkutano uliopita wa mwaka 2022? Nashukuru kwa swali zuri. Mada ya mkutano ule wa 20 uliofanyika hapa ilikuwa ni juu ya mazingira. Ndio. Na tulisukumwa sana na mafundisho ya Baba Mtakatifu aliyekuwa anatuambia tutafakari juu ya namna nzuri ya kumlinda huyu mama dunia, kwa sababu hatuna dunia nyingine. Dunia tulionayo ni hii. Sasa mara nyingi mama dunia huyu amekuwa akilia, lakini hatumsikilizi. Sisi tunatafuta tu kile tunachohitaji kwa wakati ule. Kama ni madini tunafukua tuyapate tushibe, na kama ni sijui tunataka tupate fedha kidogo, kata mamiti yote ili tuweze kuuza mambao, magogo nini tupate pesa, bila kusahau kwamba haya tulionayo sasa hivi tumekabidhiwa, ni dhamana, si ya kwetu. Kizazi kijacho kinategemea rasilimali hii. Sisi tumekuta vizazi vilivyotutangulia vingeamua kuharibu kila kitu, tusingekuta kitu. Kwa hivyo sisi tumekabidhiwa dhamana hii, tuitumie kwa wakati wetu, kwa busara, kwa uwajibikaji, lakini pia tuitengeneze katika mazingira ya kwamba itasaidia vizazi vinavyokuja. Dunia itaendelea kuwepo, watu wataendelea kuzaliwa. Kwa hiyo tulikuwa tunakikita kwenye mazingira, na katika mkutano ule kulitoka maamuzi mengi. Kuna ambayo yalipaswa kutekelezwa katika ngazi ya ukanda, kuna ambayo yalipaswa kutekelezwa katika ngazi ya taifa, na mengi yalipaswa kutekelezwa katika ngazi ile ya kijimbo na ngazi ya kijumuiya ndogo na kiparokia. Sasa katika swala hilo tunashirikiana na wadau wengine na hasa serikali. Ndiyo. Katika kuhakikisha kwamba ulinzi wa mazingira unapewa kipaumbele. Ndiyo. Kwetu kama kanisa nafasi yetu ni kubwa. Kwanza ufundishaji makanisani, ufundishaji kwenye mashule tunayokuwa nayo, ufundishaji kwenye jamii. Namba 2, kuwa mfano. Ndiyo. Itakuwa ni kicheko sana unazungumza habari ya kutunza mazingira, pandeni miti, na kwenye parokia zetu, kwenye shule zetu, kwenye vigango vyetu sisi ndio tunaongoza katika kukata miti. Itakuwa ni kichekesho sana tunazungumza habari ya kuhifadhi vyanzo vya maji, wakati sisi maeneo tunayojua ni vyanzo vya maji tunakuwa wa kwanza kwenda kuyaharibu. Kwa hivyo tutoe mfano elekezi kwamba hivi ndivyo inavyopaswa kuwa, kwa kupanda miti, kwa kutunza vyanzo vya maji, kwa kuhakikisha matumizi sahihi ya rasilimali tunazopatikana kwenye udongo, na kama tunachimba sawa tunachimba, lakini tunahakikisha irudisha tena ile hali katika mazingira ambayo itasaidia kwa kizazi kijacho. Ya 3 ni kujitahidi kufanya ushawishi kwa wadau wengine. Ndiyo. Wadau wa kitaifa, wadau wa kimataifa. Kwa sababu hili jambo linahitaji nguvu ya pamoja. Sio mtu mmoja anayeweza kusema mimi nachukua jukumu la kulinda sasa mama dunia, hapana. Linahitaji nguvu ya pamoja. Kwa hivyo kanisa lina ushawishi huo, kuongea na wadau mbalimbali wa mazingira duniani, taasisi mbalimbali zinazojikita katika kuhakikisha kwamba tunatunza uoto wa asili na kadhalika, kuongea na serikali kuweza kuona kwamba serikali zetu zinakuwa na sera na sheria zinazoweza kulinda mazingira. Hili tumekuwa tukilifanya. Ndiyo. Katika ngazi mbalimbali. Kwa sasa hivi ambacho kinafanyika na ofisi yetu ya kanda, tunakusanya sasa yale matokeo ya mchakato ambao tumekuwa nao kwa miaka 4 iliyopita. Nchi zetu zote tunayaunganisha. Mimi ambaye nayapitia yale naona kabisa kwamba kuna jambo ambalo tunaweza kusema hili tumefaulu. Hili bado hatujafaulu. Na tuna bado nafasi ya kuendelea kufanya vizuri zaidi. Swala la upandaji miti kwa mfano limekuwa likipigiwa debe na mashirika ya kimataifa na serikali zetu, na kanisa na sisi tumekuwa umomo. Ndio. Tumekuwa umomo. Na tutakapokuwa tunafanya tathmini ya maazimio yale ya 2022,
utaona kabisa kwa namna gani ambavyo kanisa na wanakanisa wote wamekuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha hilo. Ndiyo. Na tukalichukua kama ni swala mtambuka. Kwa hivyo katika shughuli zetu zote ambazo tumekuwa tukifanya, iwe ni masemina, iwe ni matamasha, iwe manini, swala la mazingira hatukuliacha nyuma, ni swala mtambuka, kwa sababu ndio uhai wetu umelala pale. Mahali pote ambapo tumekuwa tukipata fursa ya kuongea na wadau wa ndani au wa nje, tumekuwa tukilipeleka hilo kama swala mtambuka. Na hivi kale kawaraka ka Baba Mtakatifu kanakoitwa Laudato Si, ndio kameleta matokeo chanya katika ulimwengu mzima. Na hata Umoja wa Mataifa wenyewe wanapozungumza masuala hayo ya ulinzi wa mazingira, huwezi kukosa kusikia wakinukuu kidogo kutoka kwenye waraka ule wa Baba Mtakatifu. Kwa hiyo imekuwa ni kama Kanisa Katoliki kama limewasha kamshumaa hivi, kwamba bwana, sisi tumejikita kwenye hili, tumeamua tunataka tutembee katika namna hii, na tunawaalika wengine watuunge mkono. Na imekwenda. Ndio. Imekwenda. Hatulalamiki. Tumejitahidi. Hatujafika pale ambapo tungetamani, lakini tunaendelea kusisitiza kwamba swala la kumlinda mama dunia, kutengeneza mazingira yetu yatufae sisi na yafae kizazi kijacho, ni letu sote. Ninamshukuru kwa dhati Padre Anthony Makunde, katibu mkuu wa AMECIA, ambaye ametushirikisha hali ya maandalizi kuelekea mkutano mkuu wa 21 wa AMECIA mwaka 2026, lakini pia kwa namna ya pekee kabisa historia fupi ya AMECIA tangu ilivyoanzishwa mpaka kufikia hivi sasa. Kwa niaba yake mtayarishaji mwenzangu Godfrey Maonge, na kwa niaba yake Rafael Musha ambaye yupo nyuma ya kamera, mimi ni Eric Pasco Jr. Asante na kwaheri kwa sasa.